Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yeyote miongoni mwenu atakaye pambaukiwa hali ya kuwa ana amani, fi sirbihi, yani fi baiti, ana amani katika nyumba yake, muafi fi jasadi, mwili wake una afya, indahu qutu yaumi, ana chakula cha kumtosha siku moja, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiha, tumenasema mtu huyo ni kana kwamba ameimiliki dunia yote na vilivyomo. Umilikiji huu haupatikani pasina kuwa na amani. Wa min a'zami asbabi al-amni wal-istiqrar, na miongoni mwa sababu za amani na utulivu, taqwa Allahi azza wa jal, ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, law watu wa miji wangali amini na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, tungali wafungulia baraka zitokanazo mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, wakapinga, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, hivyo tukawaadhibu kwa yale waliochuma wao wenyewe kwa mikono yao. Haujui fitna unayoiomba na kuichekelea na kuja vipi, huenda ukaona itaenda kwa wengine, pengine kaanza na wewe. Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika, nifanye nini ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mimi nimo ndani ya uongozi wa namna kama hiyo? Mtume akamwambia, tasma'u wa tuti'u lil amir, ni kusikiza na kumtii kiongozi aliyopo wakati huo. Huyu kiongozi ambaye mtume anaelekeza atiiwe na afuatwe ni kiongozi ambaye si mwenye kuifuata Qur'ani wala Sunna. Maadamu ni kiongozi, tasma'u wa tuti'u lil amiri, tumenamwambia yatatikana umsikize na umfuate. Wa in dhuriba dhaharuka wa ukhidha maluka, hata kama itachukuliwa mali yako, hata kama utakuwa unapigwa katika mgongo wako. Anamsisitizia Udhaifa akimwambia, fasma' wa ati', sikiza na utii. Huu ndio Uislamu. Kutii mamlaka ni dini, sio uchawa, ni Uislamu, ni sunna. Leo hii viongozi wa dini ya Kiislamu hawasikilizwi. Wakiyasema maneno kama haya, wakaanza kupimwa kwa elimu zao kwamba hawana elimu kubwa za kidunia. Uislamu, malengo yetu si dunia. Ad-dunya sijnun lilmu'mini wa jannatun lilkafir. Kwa nini sasa fitna ituchukue tuwe tayari kupoteza maisha yetu kwa sababu ya dunia? Utaenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba umekufa kwa ajili ya dunia? Wewe ambaye unatoka katika twaa ya viongozi, tambua unaiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa umemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani atakayekuombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa min a'zami alwasaya, na miongoni mwa nasia kubwa, an la takuna midhya'an lilisha'ati wa naqilan lima lam yuthabbit min al-akhbar, usiwe wewe ni chombo cha kueneza, cha kuhamisha, cha kunukuu habari ambazo huna uthibitisho nazo. Fatakuna sababan fi nashri al-fitani wal khawfi wal fawda, kwa kueneza kwako habari ambazo huna uthibitisho nazo, ukawa wewe ndi sababu ya fitna, sababu ya taharuki, watu wakapoteza maisha yao kwa sababu yako wewe. Tamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Falinakuna la qadri almas'uliyya, kila mmoja asimame kwa kadri ya uwezo wake pale ambapo ataulizwa. Basi mengine ambayo si mas'uliyya yako, hayakuhusu katika kuulizwa wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala, waachie wenye maswali ya kuulizwa waje waulizwe.